Naitwa Hamisa Saidi Charahani, natokea Ikunwa B, wilaya ya Tanganyika. Mimi napenda kumshukuru mkuu wa mkoa pamoja na Mama Samia Suluhu Hassan kwa usimamizi wa kusimamia uongozi wote wa Tanzania. Pia upande wa TASAF nashukuru sana. Mimi ni mwana TASAF. Kwa kweli nawashukuru viongozi wote wa Tanzania kwa kusimamia hili swala. Mimi nilikuwa katika mazingira hatarishi na mpaka sasa najiona niko vizuri kupitia TASAF. Pia nimesomesha wanafunzi mpaka sasa hivi wako shuleni. TASAF imenisaidia, mifugo ninazo, mashamba ninayo. Mimi kwa majina naitwa Fatima Nasoro Stereko, ni mkazi wa kijiji cha Ikunwa, wilaya ya Tanganyika. Mimi nipende kuwashukuru viongozi, mkuu wa mkoa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea TASAF. Mimi mwenyewe ni mnufaika. Nilikuwa ni maskini wa kutupa na nina wanafunzi kuanzia sifuri mpaka sekondari, lakini kwa sasa nina mifugo na wanafunzi na wasomesha vizuri kupitia TASAF. Nikiwa mlengwa, yani namshukuru mkuu wa mkoa na Rais Samia Suluhu Hassan. Mimi ni mnufaika wa TASAF. Nimeanza kupokea TASAF mwaka 2021. Mpaka hapa mimi nashukuru Mungu, nina mifugo yangu, nimefuga kuku na kuku 50. Nasomesha mtoto chuo kikuu. Kwa hivyo nilikuwa naomba Mama Samia kama ananisikia, hao watoto ambao wako chuo kikuu tumeingia sisi wazazi. Tumeingia kwenye TASAF kwa ajili ya watoto wapate elimu. Sasa mtoto yuko chuo kikuu. Nilikuwa naomba hao watoto ambao wanatokea kama maskini waweze kupewa ajira ili waweze kuwakwamua nao na wao nyumbani. Kwa majina naitwa Priska Sebastian Mabunga, nimetoka kata ya Kazima, mtaa wa Kaparangao. Kwa kweli kata yetu ndio mara ya kwanza kupata TASAF. Tulikuwa tumeshafezeka sana. Na mpaka sasa hivi wanashukuru mno TASAF. Wananiambia mama endelea. Kwa maana hata tukitokea kazi kusema kwamba kuna kazi za kujitolea TASAF, wananiambia mama wai ili sisi tupate mahitaji. Kwa kweli naishukuru serikali na mshukuru Mama Samia. Tumejifunza kilimo. Sasa hivi mboga za majani tunalima hata ndani nyumbani pale tunalima. Na kuna vikundi ambapo tumeshajiandikisha pale tunavyo na vyenyewe vinatusaidia. Tunajikopesha sisi wenyewe, maisha yanafanyaje yanaendelea. Kuku ninazo, nina kuku nimeshafuga. Kwa hiyo na kuku wale wananisaidia mayai. Sasa hivi mimi sio mpaka daktari andike kwamba kale mayai ya kuchemsha. Hapana. Naingia badala, nachukua yai, nachemsha. Nimejisikia leo tukaange tulie ugali. Tunachukua mayai, tunakaanga, tunakula ugali. Kwa hiyo mimi naishukuru sana serikali. Yaani Mungu ambariki Samia, ambariki mno. Kwa hiyo watoto wangu mpaka saizi wanaendelea na masomo vizuri. Ni kweli sinaweza kununua kaptula, sasa hivi wanavaa shule kaptula, mashati safi. Sasa hivi mimi mwenyewe afya yangu haikuwa hivi. Hapa sasa hivi nikisema miaka yangu watu wengi wananikatalia eti mimi nimesema miaka mingi wakati ndio miaka yangu, ila kulingana na lishe niliyojifunza kule kwenye TASAF naitekeleza na nyumbani naendelea kuitumia. Napika lishe safi, mtuma maisha yanafanyaje yanaendelea. Ni mwana mji wa Vita Songambele na halmashauri ya Kusini. Kwa kweli mimi namshukuru sana Mama Samia kwa kuleta huu mpango wa TASAF. Kabla ya kuingia kwenye huu mpango nilikuwa na maisha duni sana. Marehemu mume wangu amefariki, ameniachia watoto 3. Au watoto nilikuwa na jinsi gani nitawasomesha. Lakini baada ya kuwa nimeingia kwenye huo mpango, mambo yakawa mazuri. Nikaanzisha biashara, nikanunua kuku, nikaanza kufuga. Kwa hiyo maisha yakaendelea vizuri. Mpaka sasa maisha yangu yako vizuri kwa kupitia mpango wa TASAF. Jina naitwa Saida Saidi Ramadhani, ni mkazi wa kijiji cha Songambele, kata ya Msingo. Mimi ni mlengwa wa TASAF. Kweli kipindi cha nyuma kabla sijaingia kwenye TASAF, nilikuwa ni mtu ambaye naishi yani ni maisha duni. Nikiwa na watoto wangu hata shule ilikuwa ikifikia muda kwamba mama daktari sina.
na wala nalipataje, lakini kwa kupitia huu mpango namshukuru Mwenyezi Mungu, namshukuru Mama Samia, na washukuru viongozi wangu wote wa kata ninayoishi kwa kuweza kuniona katika tabu zangu, na mpaka hivi ninapoongea wameweka sehemu ambayo ni nzuri na nina uhakika kwa kusomesha mtoto popote atakapotaka kufika kweli atafika. Saizi ni mama ambaye naishi kwa kujiamini kupitia TASAF. Nimefuga mifugo, ninalima bustani, ninaweza kupata chanjo zote, ninaweza kupata mkulepo vijeo kupitia TASAF. Namshukuru Mama Samia kwa kutuona na Mungu amjalie. Lengo la kata yetu ni tunafanya tathmini. Tumesikia wenzetu hapa wanufaika wametoa ushuhuda ambao ninaamini kwa kweli wameyasema wao wenyewe kwa moyo wa dhati. Walikuwa kwenye wimbi la umaskini mkubwa, lakini baada ya kuingia kwenye mpango huu wa TASAF wameweza kukwamliwa. Tumeona hapa na kusikia wapo kwenye miradi mbalimbali ya kilimo, kwenye bustani za mboga mboga, wamejikita kwenye ufugaji wa kuku, mbuzi, na mmoja wa shuhuda hapa amesema hata yeye muda mwingine anatumia wale kuku, muda mwingine anachukua kitoweo cha siku hiyo, mayai, na kuchukulia mkoa wetu pia tunapambana kuhakikisha kwamba tunaondoa hali ya lishe duni ambayo imeweka tukabili katika mkoa wetu. Bali naamini hata hizi familia ambazo zimekuwa zikipata changamoto hizo kubwa, basi tukiendelea kuzisimamia, tukiendelea kutoa ushauri kama alivyozungumza hapa mwakilishi wa mkurugenzi mkuu, tukiendelea kuwatia moyo hawa wenzetu, tutoe ushauri ule wa kitaalamu, maafisa ugani wapo kwenye shughuli za kilimo, lakini na shughuli mbalimbali za kiuchumi ambazo wanazifanya, tuendelee kuwatia moyo hawa wenzetu, kwa sababu fedha hizo ni kidogo lakini ni nyingi. Ni kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameifanya, lakini washauriwe na kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwatengenezea mazingira wezeshi, mazingira mazuri, ili shughuli zao za kiuchumi zile ambazo wanazifanya basi zikawe tija. Lakini tumeona faida nyingine kubwa kwamba familia hizi pamoja na changamoto zilizokuwa nazo wameweza kusomesha watoto tokea shule za awali, primary, sekondari, na tumeambiwa hapa kuna watoto wengine wapo kwenye ngazi ya vyuo vikuu. Kwa hiyo ni kazi kubwa, na niseme mmefanya ibada pia, kwa sababu ungeweza kuamua tu kwamba zile fedha sasa tumepewa, wewe tuongeze matumizi mengine ambayo pengine yangekuwa ni ya starehe tu, lakini tumeona mmejikita kuwasomesha hawa watoto ambao baadaye watakuja kuzisaidia hizi familia kuzitoa katika wimbi la umaskini. Niwaombe kwamba pamoja na tathmini hii, taarifa zetu, kwa sababu fedha hizi zimeletwa kwenye halmashauri zetu takwimu, lakini pia rasilimali nyingine ambazo tumepewa, tutoe taarifa vizuri, tuone zimekaa namna gani, kwa sababu tunaelekea ukingoni mwa huu mradi, ili wenzetu pia makao makuu waweze kuwa na taarifa ambazo zipo yakinifu. Tumie nafasi hii kuwakaribisha sana ndugu zetu wa TASAF makao makuu, tushirikiane pale ambapo mnaona pengine tufanye bora zaidi, tuombe kupokea ushauri wenu, lakini na wenzetu kutoka halmashauri, endapo kuna changamoto pengine ambazo kwa sababu lengo letu ni kufanya kazi kwa uwajibikaji mmoja kama timu. Endapo tunadhani kuna changamoto zile ambazo zinahitaji sana pengine ushauri au maelekezo kutoka makao makuu, basi tuweze kuzungumza ili hatimaye baadaye tuweze kutoka na maazimio ambayo yatatukwamua katika kuhakikisha kwamba mradi huu haupati kikwazo chochote na unatoa matunda tarajiwa na ile thamani ya zile fedha ambazo zimekuja kuwakwamua wenzetu ambao walikuwa kwenye wimbi la umaskini, basi zinaendelea kuonesha kutoa taswira ile ambayo ni tarajiwa. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.